kwa letu hili lengo ni kuadilishana na kujuzana katika yale ambayo yaliyosemwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika na yale ambayo yaliyosemwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini kadhalika kutazama namna gani tunaweza kutatua changamoto za kiafya katika mashakili ya aina mbalimbali kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni wape bishara nyinyi nyote ambao mtakaopata fursa ya kufuatilia jukwaa la Alhamisi hii. Jukwaa lililopita tulilikuwa ni jukwaa maalum kwa ajili ya dua, na tulifanya dua yenye vipengele vitatu, na dua hii ilikuwa ni rasmi kabisa kwa ndugu zetu ambao wao walijisajili pamoja nasi tukawafanyia dua katika utaratibu wao. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokea simu nyingi kabisa za shukrani, wengi wameanza kuona natija ile dua, na huku wakiendelea kuisikiliza mara kwa mara. Hivyo ni wajibu, au na wewe ndugu yangu ambao unatufuatilia hivi sasa, una fursa ya kuwasiliana nasi, tukupe utaratibu kama jinsi ambavyo tulivyofanya utaratibu kwa ndugu zako ambao katika jukwaa lililopita, na wewe uingie katika orodha ya dua ambayo tunakwenda kuifanya mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 insha Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama tutapata majina yako haraka, lakini kadhalika na utaratibu ukautekeleza haraka, basi jina lako tunaliweka katika orodha ya dua zetu za ndani. Kwa maana kuna dua ndogo ndogo ambazo tunakwenda tunazifanya kwa kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, waja wako hawa wana mashakili yao katika ndoa zao, wana shida zao katika kazi zao, wana shida zao, wana maradhi yamewasibu, yamewaharibia afya zao. Mola wetu tunakuomba waondoshe maradhi. Mola wetu tunakuomba sulhu ndoa zao. Mola wetu tunakuomba wajalie kheri katika kazi zao na shughuli zao wanazozifanya. Tutakwenda tukifanya dua hizo ndogo ndogo mpaka siku ile ya dua kubwa biidhnillah. Sasa jitahidi kufanya haraka, usikose katika jambo hili. Hili jambo ni adhim sana, lina matokeo bora sana na mazuri sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama asra'u tariqati li fakki sihiri, kwa maana kuna njia mujarrabu sana. Lau kama ukiifanya njia hii, utakuwa na uwezo wa tegua baadhi ya matego ya kichawi ambayo inawezekana yamekuumiza sana, tena kwa miaka mingi au kwa muda mrefu. Tegua matego hayo, kwa sababu yana hatari kubwa katika afya na maisha yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna uchawi unaitwa sihru man'il hamli, kwa maana uchawi ambao unaoziwia kupatikana kwa kizazi au kupatikana kwa ujauzito kwa kina mama na wanawake katika hali za namna hii. Lakini kadhalika kuna uchawi ambao unaitwa sihirur rabiti, ambao kanuni ya uchawi huu unaweza ukamfunga mwanamume akashindwa kabisa kuliendea tendo la ndoa, hasa pale ambapo anapokuwa na mkewe, ikawa mushkili mkubwa kabisa. Anatumia madawa sana mtu huyu, lakini madawa yale hayana natija. Sasa inshallah siku ya leo nataka nikupe kodi maalum ili ufungue matego haya ya kichawi ambayo ni hatari sana katika afya na maisha yako. Na hasa leo tutakwenda kutazama sihru man'il hamli, uchawi wa kuziwia ujauzito. Na ndio maana tukakwambia jitahidi sana ewe ndugu yangu kuwa ni mmoja katika pati ya dua hii inayokwenda kufanyika tarehe 14. Hivi sasa jisajili, tunataka watu 350 na hisabu inakwenda kwa kasi sana. Ukichelewa maana yake unaweza ukatupigia simu tukakwambia hisabu ishajaa, labda usubirie tena wakati mwingine. Kwa hiyo fanya haraka ili twende sambamba katika wakati huu muwafaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka kimaarifa tunasema yadhi'u lilmar'ati fayaqiduha ash-shaytanu 'anil wiladati hatta yudhanna annaha aqimatun.
Bila shaka shetani huwa ana uwezo wa kwenda kukaa katika sehemu ya vizazi vya kina mama akasababisha matatizo makubwa sana pale katika vizazi vya kina mama. Ndio baadhi ya kina mama wanakuwa wanasikia kuna vitu vinatembea katika matumbo yao. Anahisi kuna kitu kinatoka upande wa kulia katika sehemu ya tumbo lake na kinakwenda upande wa kushoto katika sehemu ya tumbo lake. Wakati mwingine anasikia kuna vitu vinatoka upande wa kushoto na kuja upande wa kulia wa tumbo lake. Anasikia maumivu yasiyoeleweka, sababu zake ni nini? Mara tumbo linakuwa zito na mfano wa hayo. Haya ni katika mashakili ya wale wanawake ambao wanakaliwa katika sehemu zao za vizazi na mashetani hawa wa kichawi, hivyo wanaweza kuleta madhara makubwa katika sala la kuzuia ujauzito. Hata yudhanna, mpaka akadhaniwa binti au mwanamke annaha aqimatun, mpaka akadhaniwa labda huenda huyu bibie yeye ni tasa, lakini ukweli wa mambo hauko hivyo katika hali za namna hii. Hii ni jambo la kwanza ambalo linaweza kujitokeza kwa kina mama. Sasa wewe ambaye bila shaka utajiona upo katika hali za namna hii, ni fursa yako kufanya usajili katika dua maalum ambayo bila shaka itakwenda kufanya mambo makubwa biidhnillah. Na mwisho nitaeleza mkasa mzito ambao tumewahi kukutana nao, mkasa huo katika ardhi ya Ma'bela nchini Omani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika sihiri hizi, kwa maana uchawi wa namna hii unaweza ukatengeneza kitu kinachoitwa azawjul qahariyu. Azawjul qahariyu maana yake ni nini? Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, maana yake adamul qubuli wal muwafaqati min qibali ahadi zawjain. Uchawi huu sasa huwa unasababisha kuwa na migongano sana na mizozo mingi sana, lakini na kutokubaliana baina ya mke na mume. Mke akisema hivi, mume anakuja na kitu kingine. Mume akiwa hivi, mke naye anakuja na kitu kingine, ili mradi patokee mizozo, mtafaruku, vurugu, balaa, matatizo ya kila namna. Ni vitu vinavyoitwa azawjul qahariyu. Ni aina ya sihr, uchawi mbaya sana huo. Lau kama utamsibu mume, basi huwa una tabia ya kwenda mpaka kwa mke, na ukimsibu mke uchawi huu pia una tabia ya kwenda mpaka kwa mume. Hapa patakuwa na adamul qabul, yani kukubaliana kunakuwa ni kugumu sana. Lakini kadhalika na hapa mwanamume atakuwa na maneno mabaya sana kwa mwanamke huyo. Ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology, kuna mambo matano ambayo ni hatari sana kwa mwanamume kuyafanya kwa mke wake. Ukiyafanya au ukayasema hayo mambo matano ni hatari sana, yanapoteza kabisa. Yani mke na mume inawezekana ikawa ni sababu ya kuvurugana na kuachana kabisa. Kwa sababu jambo la kwanza, al-kadhbu wal khiyana. Yani wewe mwanamume kama unakuwa muongo sana katika masala ya kisaikolojia, ukiwa muongo sana katika saikolojia, huyu mwanamke anaanza kutengeneza ya kwamba huyu mtu si mtu salama upande wangu. Wewe mwanamume utakiwa kuwa mtu muongo bwana. Mwanamume anatakiwa uwe mkweli kwa mkeo, uwe mkweli kwa yule ambaye bila shaka yupo katika hadhana yako, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini jambo la pili ambalo bila shaka lina uwezo wa kuvuruga na kuua ndoa yenyewe, atahakkumu wal tasallutu. Maana yake ni wewe mwanamume kuwa ni mtu kaksi, yani unakuwa ni mtu ambaye muda wowote wewe ucheki serious tu. Hii ni hatari pia. Unapokuwa na mkeo, hebu onyesha tabasamu, onyesha lugha nzuri, kuwa ni mtu mwenye maneno matamu. Usiwe ni mtu kaksi, yani uso umekunja hata ndimu ina afadhali. Usiwe hivyo, kuwa mtu laini kwa mkeo ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu na kuua ndoa kabisa inakufa haraka mno, albukhlu, ni ubakhili. Mwanamume akiwa bakhili, ndoa haidumu mzee. Yani wapo watu, yani yeye ana pesa, lakini kwake siku zote watu wanakula afadhali dagaa, matembele. Kila siku wao wanakula matembele, na huyu mtu wa namna hii anao uwezo wa kuweza kusababisha pale watu wakala vizuri. Ubakhili ni kitu hatari, kinaweza
kuisambaratisha na kuiharibu kabisa ndoa. We mwanaume unakuwaje bakhili bana? Na hasa kwa mkeo unakuwa bakhili? Hapana bana. Hebu tubadilike ili tutengeneze ndoa zetu ziwe na amani na ziwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usiwe bakhili kwa mkeo bana. Lakini kitu kingine, al-ihmal wal-burud kadhalika, yani lazima, yani kitu ambacho kinachoharibu ndoa sana 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 ni wewe mwanamume kumpuuza na kumdharau mkeo. Unaanzaje kumdharau mke wako? Hebu mheshimu mkeo, mpe hadhi yake, mpe heshima yake. Walburudu, na kuto performu vizuri pale katika uwanja wa 6x6. Performu vizuri, yani ikiwa unababaisha, ndoa iko hatarini, inaweza ikafa wakati wowote. Usibabaishe pale unapokuwa katika lile jambo. Unajua mmoja katika wanawavioni anaitwa Ibn Qudama anasema kama kuna jambo ambalo linatakiwa uache kazi ufanye kazi, ni pale ambapo unapokuwa katika 6x6. Pale panatakiwa uache kazi. Kama una stresi zako ziache nje ya nyumba yako. Pale ingia ukiwa mwenyewe uko makini katika majambo husika. Kwa sababu hapa ndo panatengeneza ndoa au panaweza pakaharibu ndoa. Sasa lazima utengeneze mambo yaende vizuri katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika kitu cha tano, al-i'timadiyatu wa adamu wa tahammulu al-mas'uliyya. Kadhalika ni wewe bila shaka kujizoesha kuwa ni mtu ambaye haushituki na matatizo ya mkeo. Yani mke akipata tatizo lolote wala haushituki kabisa. Na vile vile haubebi masulia. Maana yake wewe haubebi yale mahitaji yanayohitajika wewe kama mume kuyasimamia, haupo kabisa. Mke ndo akapambane huko apate chakula na wewe unakula pale. Wewe huoni haya? Yani kuna baadhi ya wanaume wako hivyo. Mke anauza maandazi huko, anapita ananunua tudagaa, ananunua unga, anakuja anapika ugali, na wewe umekaa pale unakula kabisa. Wewe mwanaume wewe. Wanaume wa namna gani? Hapana, si sawa. Siku moja sio mbaya, lakini kila siku ndio mchezo huo. Sio sawa. Tafuta ale ili mambo yaweze kwenda vizuri, heshima, nidhamu itatawala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mambo matano haya ukiyafanya, ndoa inakuwa hatarini kufa katika hali za namna hii. Sasa kuna aina ya uchawi ambao unaitwa azawjul qahariyu, manake adamul qabuli wal muwafaqati min qibali ahdi zawjayn. Hapa kuna kuwa muwafaka ni mbaya sana. Inampelekea mwanamume anakuwa kila anachofanya mke muongo sana wewe malaya sana wewe unamhitaji mkeo malaya. Neno baya sana hili, usiliite neno la namna hiyo katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika miongoni mwa sihir au uchawi hatari sana, alqalaqu walwahmu walkhawf. Unamtengenezea mtu msongo wa mawazo, alafu unamtengenezea hofu na hata kumtengenezea wasiwasi. Mtu anakuwa na wasiwasi sana. Ukijiona katika hali ya namna hii, inawezekana una sihir. Sasa jambo la msingi ni wewe kufanya haraka katika kujisajili katika dua yetu ambayo ina matokeo mazuri sana katika masala kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii sasa suala la kutengeneza qalaq, kwa maana la kutengeneza msongo wa mawazo, lakini walwahmu walhuzni, na kadhalika na kutengeneza hofu vile vile na kutengeneza wasiwasi, min adami alqudrati ala aljima'i, ni tukio ambalo linampelekea mwanamume anakuwa hawezi kuliendea vema tendo la ndoa. Hauwezi kuperformu vizuri kabisa iwapo utakuwa na mashakili kama haya. Wa hadha an-naw'u yu'alijuhu al-atibba, na aina hii inakuhitaji haraka sana, nenda kwa matabibu wenye taaluma bora wakusaidie kwa haraka sana. Unajua suala la msongo wa mawazo al-akhi inakuwa hivi, mara nyingi sana inakuwa inatokana na sababu nyingi sana. Miongoni mwa sababu zake ni kuchelewa kwenda kiwango cha umeme kinachotosha katika sehemu ya ubongo wa huyu mwanadamu. Yani kwa maana yale mawimbi ya aina 5, alifan, bitan, theta, delta na gamma. Haya mawimbi kama yanakwenda ndivyo sivyo, yanachelewa kwenda katika ubongo, ndio unamwona mtu anakuwa na msongo wa mawazo. Tena msongo wa mawazo, anawaza kitu asichokijua hata yeye mwenyewe anawaza nini. Ye mwenyewe ukimuona, unamuona kabisa yupo kwenye mawazo. Na hata ye mwenyewe anajiona yupo kwenye mawazo. Lakini hata ukimuuliza unawaza nini, hata mwenyewe hajui anachowaza ni kitu gani.
ni mfumo wa yale mawimbi yanachelewa kwenda katika sehemu ya ubongo, na hii inatokana na upungufu wa baadhi ya vitamins. Mfano vitamin C kipungua inaweza kupelekea hali za namna hiyo. Vitamin B, zile B zote zile zinaweza kupelekea mtu akawa katika hali za namna hii. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ukishajiona una mashakil, tafuta mtu mwenye taaluma, mwenye maarifa, asuluhu matatizo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa arabtu bisababi sihri. Kuna mtu anafungwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya uchawi ambao ulomsibu, wa yustakhdam kawasilati litafriqi baina zawjain. Na hapa sasa hutumiwa sana, wachawi huwa wanatumia njia hii kama ni njia ya kufarikisha na kutenganisha na kuleta mizozo baina ya mke na mume. Wanandoa sasa wanaanza kufarikiana. Yani ndio mwanamume akitaka kuliendea lile tendo la ndoa, inakuja mchele mara no signal. Mwanamke sasa haelewi somo. Kwa nini hivi? Au umepita maeneo. Umepita wapi? Imesababisha hali ya namna hii. Naanza kuvutana pale. Bana ni hali tunatokea wapi? Mwanamke haelewi somo hilo. Sasa hii ni hatari sana. Kwa hiyo kinapojiona katika hali za namna hii, jua kabisa umepigwa sihru tafriq, yani uchawi wa kufarikisha na kuleta mizozo na matatizo katika familia au katika ndoa yako katika mazingira kama haya. Jambo la msingi, jisajili pamoja nasi katika dua hii muhimu sana kwa ajili ya kusuluhu mashakili haya biidhnillah. Utafanyaje? Wasiliana nasi, tutakupa utaratibu haraka na wewe utekeleze, kwa sababu hisabu inakwenda kwa kasi sana na hisabu ya watu na wataka umebakia wachache sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kitu kingine, arrabtu bisababi almasi shaitani wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi. Kuna mtu ambaye anaweza kusibiwa, yani kufungwa na akashindwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya athari na mashakili ya kishetani na kijini. Wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi, na mara kadhaa hii inaweza ikajitokeza kwa sababu huyu amesibiwa na uwepo wa jini mahaba. Asa ujini mahaba anaharibu mifumo yote ile ya swala la tendo la ndoa. Ndio mtu anakuwa hahisi chochote kama ni mwanamke, na mwanamume anakuwa hawezi kusimama imara katika kuliendea tendo la ndoa. Ndio unabaki unatazama yangu kisha habari yako. Yangu alafu hamna kitu. Sasa hii ni hatari. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru dhidi ya mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa rabtu taballudi. Rabtu taballudi huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri fi markazi alihsasi fi mukhi almar'a. Ni pale ambapo huyu shetani au jini wa kichawi anapokwenda kukaa katika sehemu za hisia na haswa katika sehemu ya ubongo wa mwanamke. Fa idha arada zawjuha an yatiyaha, hapa sasa mumewe akitaka kumwendea mkewe katika tendo la ndoa, afqadaha bil aljinniyu alihsasa. Yule shetani anachokifanya ni kuzivuruga zile hisia za mwanadada huyo. Ndio anakuwa hana hamu na mumewe, haisi chochote, anajionea kero katika tendo hilo. Unatarajia panatokea nini hapo? Mizozo na mapambano, na inawezekana ikawa ni sababu ya ndoa nyingi kuvurugika na kuharibika katika hali za namna hiyo. Ndio maana katika dua ambayo tuliyoandaa ina kipengele maalum kabisa kwa ajili ya kusuluhu masala ya ndoa. Maana yake ni dua mujarrabu inayochoma na kuunguza athari na mashakili ya kichawi pamoja na athari na mashakili ya kishetani biidhnillah. Watu wabaki salama, wafurahie ndoa zao, wazione raha ndoa zao. Huu mkasa umewahi kutokea al-akhi Sheikh Hussein bin Duani pale katika ardhi ya Maabela nchini Oman. Yupo ndugu yetu ambaye yeye ni Muomani, lakini kadhalika alipata fursa ya kuja kuoa hapa Tanzania na hasa maeneo ya Arusha, ndipo alikwenda kuoa. Baada ya kuoa akamchukua mke wake wakaenda naye Oman, Maabela hiyo. Kufika naye pale amekaa naye takriban muda usiopungua miaka 9 yuko naye pale. Lakini cha ajabu sasa ikawa huyu mwanamume
ikawa wakati anapotaka kuliendea tendo la ndoa, wakati mwingine anafanikiwa, wakati mwingine anababaisha mambo yanakuwa magumu, wakati mwingine inafikia wakati inaandika no signal, maana yake mawasiliano hakuna channel yoyote unaweza ukaiona wewe katika hali hizo. Na mwanamke naye ndio hivyo hivyo, wakati fulani haisi kabisa suala la kumtaka mume wake, lakini kadhalika na suala la ujauzito likawa shida na likawa tabu sana katika hali hizo. Basi ndugu yetu huyo tukawasiliana naye, tukaongea naye, akatuambia jambo lake, na sisi tukamshauri kuna dawa mujarrab ambazo watu wengi wametumia, zimewasaidia sana, na wewe inatakiwa uzitumie hizo. Tukafanya utaratibu, tukamwagizia zile dawa, zikaenda akazitumia. Baada ya kuzitumia zile dawa kwa muda kadhaa, ukafikia wakati sasa yeye yule bana katika hali za namna hiyo, ukafikia wakati sasa akawa mambo yake yanakuwa mazuri kidogo, baadaye yanaharibika katika hali za namna hii. Basi akiwa katika mazingira haya, nini kikatokea? Kukaanza sasa kuwa na sintofahamu baina ya mke na mume, hawaelewani, vurugu za hapa na pale, basi ili mradi mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Yule bana akatupigia tena simu, shekhe, dawa nimetumia mashallah, na nimeona matokeo mwanzoni yamekuja mazuri, lakini sasa shekhe wangu tumeingia katika mushkili mkubwa, tunapambana vibaya mno, matokeo yale yameporomoka tena, hali ni mbaya, tunafanyaje? Sisi tukamwambia sasa hapo inahitajika tuone namna gani ya kuweza kuwafikia hapo. Akasema, shekhe, mimi ndo nina shida na nina matatizo, kwa hiyo matatizo yangu ili yaondoke nataka nikusikilize wewe, unatuambiaje? Nikamwambia ukitaka sisi tuje inawezekana. Akasema hamna tatizo, fanyeni utaratibu wa zile passport zenu ili mimi nione nafanyaje. Alhamdulillah tukafika pale katika ardhi ya Maabela. Sahihi. Sikiliza sasa kilichotokea hapa ni nini. Baada ya kufika pale, tulichobaini kwa wale wanandoa ni athari za sihri hizi, sihru taballudi, ndio uchawi ambao ulikuwa umewasibu, na ndio ambapo wangetumia dawa nyingi sana, wangekuwa wanafikia hatua ya kuona nafuu tu, alafu hali inarudi katika mazingira yake. Basi tukafanya pale utaratibu ambao punde nakuja kueleza hapa, ndio mtaona namna mambo jinsi yanavyokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi baada ya pale ikawa ni nusura ya moja kwa moja, alhamdulillah. Mpaka hivi tunavyoongea wana watoto wawili, alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa hii sihru taballudi ni nini? Huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri, ni pale ambapo anapoenda kuweka kambi shetani aliyotumwa na wachawi fi markazil ihsasi, katika sehemu zote zile za hisia, yeye ndo anaenda kuweka kambi katika maeneo haya. Kwa hiyo mwanamke anakuwa hana hisia yoyote na mwanamume naye hana hisia ya aina yoyote. Mtu analala na mke wake miezi miwili, miezi mitatu bila. Inakuwaje hii mambo? Nyie mnajua maana ya ndoa? Ndoa ni almudakhala, ni lazima kuwe na majambo hayo. Kama majambo hayo hakuna, sasa hiyo inakuwa ndoa tena? Yaani watu wanalala kama kaka na dada, asubuhi jioni, asubuhi analala anaamka, analala anaamka. Hakuna hiyo. Inatakiwa ushughulike bana. Fa idha arada zawjuha an yatiyaha, mumewe akitaka kumwendea, afqadaha aljinniyu alihsasa, yule shetani anachofanya anaharibu zile hisia. Fala tash'uru biladhatin, basi mwanamke huyo wala hasikii tena ladha ya tendo la ndoa. Yeye anasikia maumivu tu, anaona kero, anajionea zake tu shida tu ndo anayopata yeye. Wala yastajibu li zawjiha, lakini kadhalika hata wakati mwingine mumewe akimwita, mke wangu wewe njoo kidogo hapa mahala, mke haendi kabisa. Sio kwa sababu hakutaki, ni kwa sababu ya sihiri hizi. Kwa hiyo jambo la msingi, fanya jitihadi za maksudi wewe ndugu yangu hapo ulipo, wasiliana nasi tukupe utaratibu ili nao uingie katika orodha ya wale watu 350 ambao tunakwenda kuwafanyia dua mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wengi alhamdulillah katika wale ambao tumewafanyia katika jukwaa lililopita,
wanatupigia simu, wanashukuru, wanaona nuru katika majambo yao biidhnillah. Sasa nini kitachokifanya? Tutafanya hivi: taktubu suratal jumu'ah, utaandika suratul jumu'ah wa ayatal ibtali sihr, na zile aya za kubatilisha uchawi. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr, ila mpaka mwisho. Na hizi aya unaziandika mukarraratan, hali ya kuwa unazirejea mara 21. Kisha baada ya hapo utafuta sasa bima'il wardi wa za'faran, kwa maji ya wardi na za'farani. Watamhi bima'in adi wa taghsilu biha, alafu kisha baada hapo utaweka maji ya kawaida, alafu utakuwa unakoga yale maji na mengine unakunywa. Thumma taktubu asma Allahi alhusna kullaha maratan wahida, kisha baada ya hapo utaandika majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala 99 yale mara moja tu. Wa suratul mulki, na utaandika suratul mulki mara moja. Bima'il ward wa za'faran wa tamhi wa yashrab minha ala riq. Kisha baada ya hapo, haya sasa tafuta vizuri, alafu atakuwa anakunywa mtu kwa utaratibu wa kidozi asubuhi na jioni. Wataqra'u 'ala al-maridi suratal mulki, kisha baada ya hapo huyu mtu ambaye amefanyiwa aina ya chawi hizi asomewe suratul mulki wa ayatul ibtal, na ayatul ibtal mara 7 fi 7 ayamin. Mtu inatakiwa adumu hivi ndani ya masiku 7. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ye Allah subhanahu wa ta'ala atabatilisha na kuondosha athari na mashakili yote yanayotokana na uchawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo kodi maalum ambayo inatakiwa wewe kuifanya ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, ndio maana tunawashauri sana nyinyi ambao bila shaka mna mashaka mazito katika ndoa zenu. Ndoa zimekuwa mtihani, lakini kuna wale ambao wao wanaishia katika suala la uchumba. Uchumba anapata, yani yeye ni fundi wa kuwakujiwa na watu. Nimekuona binti fulani, nataka nikuoe. Mashaallah, yule binti anakubali. Baada ya kukubali zinaanza process za uchumba. Baada ya siku 2-3 yule mtu anaingia mitini, haonekani tena. Hebu jisajili katika dua hii, ipo siku utakuja kutukumbuka kwa wema biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao mizozo ndio nyumba yani ndio nyumba yao, au ndio msingi wa nyumba yao. Hii dua ni muhimu sana, ni muhimu sana kwenu nyinyi wanandoa ambao vurugu zimetawala. Athari ni sihri na masuala ya shetani ndio yanayoleta madhara hayo. Jisajili katika dua hii, utakuja kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini kadhalika kuna wale ambao katika ndoa zao katika tendo la ndoa linakuwa gumu mno, halipatikani. Mwanamume anataka, lakini kile chombo chenyewe kinachoshughulika katika sala hii kinapoteza mwelekeo kwa sababu ya machawi. Hii dua ni muhimu sana. Na kuna ile ambaye mke bila shaka yeye ndo hajihisi kabisa na wala hana haja na mume wake. Ni hatari, na hii ina uwezo wa kuhatarisha ndoa yenu. Basi jisajili katika dua yetu hii, ni muhimu sana kabisa. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wao wana kazi zao nzuri kabisa, lakini riziki zao zinakuwa za tabu. Mtu anafanya kazi lakini ukimwambia hata shilingi 300 ndani hana. Hii ni hatari. Sasa hawa inawezekana wanakosa baraka au tayari wameshachezewa. Kuna sihru unaitwa sihru ambao sihru al-fashli wal-ya'si wal-faqr. Kuna sihru al-faqri, kuna uchawi ambao mtu ukishafanyiwa uchawi wa namna hiyo unakufanya wewe unakuwa fakiri, unakuwa lofa. Hata kama una kazi nzuri, kikiingia tukipato mkononi mwako, kama mkono una moto mzee, yani kikipato chote kinaungua. Yani ukipata tu mshahara, hapo yanazuka matatizo, ili mradi ile hela yote ishe, na mipango uliyopanga inaishia katika mdomo tu. Haipo sasa ya kuweza kutekelezea hiyo mipango. Sasa zipo sihru inaitwa sihrul faqri, yani mtu ukipigwa uchawi wa namna hiyo,
mafanikio utayaona kwa jirani. Na inawezekana ikawa wewe ukamwona mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja, na inawezekana wewe cheo chako ni kikubwa kuliko yeye cha yule ambaye unafanya naye kazi pamoja, lakini mwenzako anaendelea, wewe unabaki pale ulipo, tena wakati mwingine unarudi nyuma zaidi. Hii ni hatari sana sana sana. Wewe ambaye bila shaka utajiona katika hali za namna hii, chukua fursa ya maksudi kujisajili katika dua hii. Bila shaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana katika kutengeneza masuala ya kazi zako na baraka katika kipato chako biidhnillah. Lakini kuna wale ambao wao wana CV nzuri sana, lakini CV zao wanaishia kutembea nazo. Walishaomba katika makampuni ya kila namna, hawana majibu sahihi. Walishakwenda katika idara zote, hawana majibu sahihi. Lakini kadhalika washakwenda kila maeneo wakipeleka CV zao wakiomba kazi, wanaishia kuambiwa nenda tutakupigia simu, na hawaonekana, hawapigiwi simu. Inshallah hii ni fursa nzuri sasa ya wewe kujisajili katika dua yetu hii kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, utatushukuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao bila shaka wao wapo makazini, lakini wana miaka mingi katika maeneo waliopo, ambao walikuwa na haki ya kupandishwa vyeo, wamebaki pale pale, lakini na wao wanatamani wapandishwe vyeo na wana sifa zote za wao kupandishwa vyeo, ila wamebaki hapo hapo. Wakati mwingine anaweza kuja mtu mwingine akapandishwa cheo, yeye akabaki pale pale. Sasa inshallah hii ni fursa maalum, jisajili nasi katika dua hii kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, naamini utatushukuru kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala. Lakini kadhalika kipengele cha tatu ni kwa watu wenye maradhi. Kuna watu wanaumwa sana, na wameshatibiwa sana katika hospitali mbalimbali, washasomewa sana kwa mashekhe mbalimbali, washafanywa tiba za aina mbalimbali, sijui ni mti gani hawajanywa, lakini bado wana maradhi. Mimi nikwambieni ndugu zanguni, moja katika vitu bora ni dua, na haswa ikienda sambamba na jina lako kwa utaratibu wake. Na ndio maana jambo la kwanza tutahitaji kupata majina yako, tukuulize tatizo lako ni nini, utatuhadithia tatizo lako, kisha baada ya hapo tukakushauri sasa kwa tatizo hili inshallah kuna majambo kadha, kisha ukishatekeleza yale majambo tunaingiza jina lako katika utaratibu. Tuna dua zetu za ndani hizi ambazo tunakwenda nazo, tunazisoma kila siku mpaka siku ile ya siku ya tarehe 13. Kwa tutakuwa na wewe, tutakuwa jina lako ile tunaliwekea nia kutokana na matatizo yako namna yalivyo, mpaka ikifika ile tarehe 13 ndio tunafanya dua kubwa kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna watu wenye maradhi hayo, lakini kuna wale watu ambao bila shaka wamerogwa, wao machawi tu ndio yamewatawala. Kuna wao wengine ambao wao wana hasadi tu zimewatawala, wengine vijicho ndio vinaharibu shughuli zao. Na hawa mara nyingi sana wakitazama watajiona kama wanafanana yani maana yake utamuona mama na watoto wake hali zao kama zinafanana, yani jinsi wanavyoumwa ni vile vile, kama kuachana vinaachana kidogo sana, lakini ndo mambo yale yale. Hii inaitwa sihrul mutaaddi, ni uchawi ambao ukimsibu mmoja katika wanafamilia, una mionzi yake inatawanyika kwa wote wale wanafamilia. Ndio mtajikuta wote hampati kazi, na mkiwa na kazi wote mna matatizo, na mkiwa na matatizo nyote mna maradhi, na basi ili mradi mambo yanakwenda hivyo. Tunaomba Allah atunusuru dua, na haswa ikipitwa kwa taratibu zake, ina maajabu makubwa sana katika kusuluhu na kutengeneza majambo yetu. Mola atujalie kila